Shalom bien-aimés de le Seigneur et shalom tunawasalimia wote katika jina la Yesu Kristo. Shalom beloved in Christ, we greet you all in the name of Jesus. So Mungu atubariki mahali popote mulipo. God bless you wherever you are. Na hii ni occasion nzuri ile Mungu ametupatia kwa hii momai. And this is a great opportunity God has given us. Kwa maana aina bote banapewa neema kama na hii. Because it's not everyone has been granted this grace. Kwa maana aina bote banapewa kibali kama na hii. It's not everyone has been given this so, space. Lakini magharibi ya leo niko reconnaissant kumbele ya Mungu. But tonight I'm so grateful to God. Kabla ya shie kuanza mambo yote, before we start, nitapenda inamisha kichwa chako. I would like you to bow down. Na tukuna ingia ndani ya maombi. We are going to enter into prayer. Na tukuna enda kumshukuru Mungu. We are going to thank God. Kumwambia Mungu asante. We are going to say thank you kwa Jesus siku ya leo. For today. Kwa muda kama na for huu. This time. Kwa sababu kuna bengine wakati. Because there are some people this beko time. ndana mahopitali. They are in the hospital. Kuna bengine i wakati. There are others this time. Beko ndana mamorke. They are in the mortuary. Kuna bengine i wakati. There are others this time. Beko ndana ma prison. They are in the prison. Me alakini siku ya leo. But this time, Mungu ametujalia neema. God has given us His grace. Tulianza semene bajima. We started and like this na week. tunaimaliza tuko salama. And we are ending each week. We are Haina fine. kwa nguvu yetu hapana. It's not by our power. Haina kwa pesa hapana. It's not by the money. Inakuwa ni njia ya neema ya Mungu. But it's just by the grace of Inakuwa God. ni njia ya mapendo ya Mungu kwa maisha It's just yetu. because of the love of God. Nitakuomba popote I ulipo. would like wherever you are, Ingia ndani ya maombi. enter into prayer. Umwambie Bwana Say merci. thank you Jesus Kwa yote ambayo for anakufanyia. whatever you have done in our Petete life. ulikuwa malaya. Maybe you were sick. Ulikuwa ndani ya mateso. You were in Na suffering. Mungu alikusaidia. But God helped you. Mungu alikuwezesha. God helped you. Ulikuwa ndani ya safari. You were in the Mungu journey. alikuongoza. God leads you. Ulitoka salama. You went alive. Na umerudia salama. And you came back Umwambie alive. Bwana merci. Say thank you Ingia Jesus. ndani ya maombi. Enter in prayer. Uombe pamoja na sie. Pray together with Omba us. pamoja na sie. Pray together with Ingia us. ndani ya prayer. Enter into prayer. Anza kumshukuru Bwana. Start thanking God. Kama unaona bwana yako kwa mzima, If you see your husband is umwambie alive, Bwana merci. say thank you. Kama unaona mke wako ni mzima, If you see your wife is umwambie alive, Bwana say merci. thank you God. Kama unaona watoto yako ni If you wazima, see your children are umwambie alive, Bwana merci. say thank you Omba Jesus. katika jina la Pray Yesu in the Masihi. mighty name of Merci Jesus. Seigneur Jésus Thank Christ. you, Jesus. Asante Bwana Thank you Yesu. for your love. Nakushukuru Thank kwa you for your neema. mercy. Nakushukuru Thank kwa you hii for your wakati protection ambao upon umetupatia my life. njia ya Thank you for kuingia this time ndani ya of presence us yako to be in your na presence. taifa yako. Father, we say Bale thank you bote Yahweh, kwa for this tufuata opportunity, bandafashi Yahweh. yote Because it dunia. has not been Asante granted Bwana to Yesu everyone, Yahweh. kwa yote Others unatenda have visited kwa their presence Yahweh. yako But as pa you have maisha given yetu. this life Nous for sommes this time reconnaissants. to be in Nous your sommes presence, reconnaissants God. Seigneur. Father, we are Na grateful juu ya neema yako We pa are maisha grateful for yetu. your love. Asante We are- Bwana we thank kwa you for yote your love. unatenda. Thank you for your Siku ya mercy. leo Thank you for aina what you are bote doing in Seigneur our life. balipewa Thank you for your neema. protection, Aina Yahweh. bote Adonai Others banaona have siku ya leo. But Seigneur also Jésus Christ. guide us, Merci Thank you Adonai for Yahweh. katika You have jina la protected Yesu. our family. Merci Seigneur Thank Jésus you, Christ. Yahweh. Asante Thank you, Bwana. Jehovah Shammah, in Yes. Jesus' mighty name. Il est fidèle, He's faithful. il est incomparable. He's uncomparable. Kama tuko wajima leo We are alive ni today. kwa sababu anaruhusu. It's because He allowed Ni kwa us. sababu anaruhusu. It's because He allowed us. Ni vita gani ambayo ililamuka maisha mwako? What kind of battle stand in your life? Mungu alikusaidia. But God helped you. Mungu alikuwezesha. God helped you. Ni problemi gani ambayo iliingia ndani ya nyumba yako? What problem entered in your Mungu house? alikuwezesha. But God helped you. Wakati tuko mzima, When you are alive, sema merci kwa say Bwana. thank you, Kwa Father. maana sauti nasema Because kwamba the Bible says c'est vaut mieux it's better imbwa mzima the living dog kuliko simba mwenye kufa. than a dead lion. Ni kweli leo vitu abiko vizuri mu nyumba yako. Today things are not good in your Ni family. kweli problemi iko ndani ya maisha yako. You have problem in your Ni life. wakati uko mzima But when you are uja alive, kusema kwamba knowing that utaishi mkono ya you Bwana. are going to see the hand of Utaishi mkono wa God. You are Bwana. going to see the hand of God. Fashi bengine balishinda. Where others they fail, Fashi bengine balianguka. where others they fall. Wakati uko mzima But when you are alive, ukuwe na imani ya kusema have faith kwamba that utaishi mkono wa you are Bwana. going to leave the hand of God. Utaishi mkono You wa are Bwana. going to leave the hand Kwa of maana God. Mungu ambaye tuko nasema Because the God that we are ni talking Mungu about mzima. is the living Ni God. Mungu Is mzima the living ambaye God anatenda
anatenda mambo, the one who is doing the things, anafungula njia, the one who is opening the mahali way ambapo hapana where njia. there is no way. Mungu ambaye niko The nasema God that we are ni talking Mungu about ule ambaye is the God alifungula njia open the way fashi ambapo hapakuwa njia. where there was no way. Oh my God. Mungu ambaye kuna kuambia magharibi The leo God that I'm telling ni you, ule Yesu Kristo it's that Jesus. alitembea He pamaji, walked upon the water. bakamwita Beelzebul, They call him Beelzebub. bakamwita Phantom, They call him Phantom. bakasema kusema They kwamba say that hatuyaonaka muntu we have never seen kutembea yule ya maji. someone walk upon the Sikai water. kwa kusema Let kwamba me tell you that huyu Yesu tunasema the Jesus that siku we ya are talking leo, about today, siku ya leo vile vilikuwa nguvu, the things that were vile hard, vilikuwa haviwezekani, the things that were not kwa good, Yesu to vinawezekana. God it's possible. Problemu ya kusema The kwamba problem is kuaminia tu, just believe kuaminia tu Just believe. kwamba sema Yesu ni Bwana. that Jesus is God. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Niko na furaha na nimejaziwa na furaha ndani yangu siku ya leo, I'm happy and I'm full of happy today kwa in me. kuwa gisi niko mbele yenu ndio The way kutangaza habari I'm njema. in front of you to share the word of God. Priere ya baloji ya hii pays The prayer of the devil, balikuwa beko naomba kwamba sema tupate kujibika, they pray that we can go off, lakini neema ya Bwana but the grace of God, inaendelea tena kutulamusha it's tena. continue to raise us. Haina kwa nguvu yetu, It's hapana. not by our power. Haimaanishi kusema kwamba shini tunataka kuomba It sana, doesn't mean that we are the people that knows how to pray inakuwa alone. ni neema ya Bwana. It's just the grace of Ndio kwa God. maana niko na furaha, That's why we are so na ndio kwa maana happy. ninawasalimia tena And we greet wote. you all in the name of Salama ya Bwana ikuwe na mweye, Let the peace of God, salama ya Bwana ikuwe na mweye let the peace of mali God be with popote you mulipo wherever you are. katika jina la In Yesu. Jesus' name. Niko na message kiloko, I have this message. niko na message kiloko, I have this message, lakini iko na nguvu sana. and it's so powerful. Niko na message kiloko, I have a small lakini message, iko na nguvu but sana. it's so Na powerful. niko na furaha ya kuitangaza And I'm magharibi so leo. happy to announce Na this message. message yangu ya magharibi And the leo, message for ila tonight, mali nakuwa nao the magharibi one leo, that I've came with, niko nasemea kusema kwamba is saying that kita kondane. who has condemned you? Haleluya. Amen. Kita kondane. Who has condemned you? Kita kondane serviteur de Who Dieu. has condemned you, servant of God? Kita kondane servante de Who Dieu. has condemned you, servant of Kita God? kondane mtumishi wa Who Mungu. has condemned you, servant of Kita God? kondane dada yangu Who mpendwa. has condemned you, my beloved Angalia, sister? angalia leo jinsi unavyotembea. See today the way you are walking. Unaanza kutembea sura chini You are walking kwa facing down sababu dunia imekukondane, because the world has condemned kwa you. sababu dunia inakuweka mkongo. Because the world has put the back Sasa to you. ingine ilikuwa ni kitu fulani ulifanyaka zamani, Maybe it's something that you did long time leo ago. unaweza kutembea hauna na furaha tena Today you pa, are walking without happiness kwa sababu dunia imekukondane. because the world has condemned Sio you. pale mimi nakuuliza swali, That's why I'm asking you Kitakondane. today, who has condemned you? kitakondane, Who has condemned you? kitakondane. Who has condemned you? Kuko bengine biko kondane ku hali ya familia, There are other people who have been condemned by their family. kuko bengine biko kondane kwa masosiete. They have been condemned by the society. Unasoma masomo mzuri sana, You've studied, lakini kazi hauwezi kapata but you pale, don't have work. uko deja You kondane. are condemned. Unatafuta masomo kama sema uongeze sagesse tena, You search for school so that you had more wisdom, lakini haupate masomo hapa. but you are not finding that. Saa zingine ndani ya kambi ya giza Maybe in the wake of the devil, uko deja kondane. you are already condemned. Banajua kusema kwamba They know that bakikwacha ukuye free, if they leave you in freedom, utafanya vitu vikubwa you are sana, going to do great things. utafanya mambo You minene are sana. going to do great Njo things. pale That's banakukondane, why they have condemned you. banakukondane mufaso kani, How have they condemned you? banakukondane mufaso kani, In which way have they condemned you? banachukua matendo mabaya They've taken the bad ile things ulifanyaka zamani, that you did long ago. banachukua nzambi yako ya They take zamani, your sins. banana kuitravaye They ndani ya start brand working yako. it in your brain. Ukitafuta kuomba, When you want to pray, unasikia esprit fulani you have some seconds. inakuya ndani It mwako, comes in you. iko na kwenda kusema It's kwamba telling you that acha kuomba. stop praying. Hata kama unaomba, Even if you pray, maombi yako haitafika, your prayer are not going to maombi reach. yako haitaenda Your mbali. prayer is not going to go Ulikuya na far. safu ya You kuomba, had that. lakini auombe You tena, wanted to pray, but you are not praying again. unakuya kondane, You are condemned. unakuya You are kondane. condemned. Ulikuwa mtumishi wa You Mungu, are a servant of ulikuwa God. mtumishi wa You Mungu, are a servant of God. barabara ya zambi
fulani, according to a certain sin, parapore kitu fulani, according to kile something ambapo ulifanyaka, that you did, dunia inakushimamia, the world has started bantu against banakushimamia, you. People are started bantu against you. banakukondane, People have condemned bantu you. banakukondane. People have condemned you. Mwayenye wako evolue, The way of you to go evolue further, you tena are pa, not going further parce que tu es condamné, because you are parce que tu es condemned. condamné. Because you are Sikali condemned. kuna kusema Let kwamba me tell you temi that yangu ya magharibi our leo, team for na today sibele kusema is kwamba saying that kita who condamné, has condemned you? kita condamné. Who has condemned Est-ce you? que c'est ton péché? It's your sin. Est-ce que ni makosa Or ulifanyaka it's your sin juu that you did. inakufanya kuya It's condamné? the one that's Unakuya condemned. condamné ya shetani. You are condemned by the devil. Niko na bintu bisengi I have 5 things vile nataka nisemesema that magharibi I'll leo. talk about. Kitu cha kwanza The first thing, nasema kusema kwamba sema it says, non propre péché inakuya origine ya condamnation yetu. our proper sin is the origin of our condemnation. Makosa yetu inakuya origine, inakuya source ya condamnation yetu. Our sins are the source of our condemnation. Sijui ni kosa kana mo I ulifanya. don't know what sin you sin. Sijui ni fasi kana mapo I ulikanyangaka. don't know where you stay. Sijui ni nyumba kana ambayo I don't uliingiaka. know which house you entered. Sijui ni marafiki kana mapo I don't ulikutaka. know which kind of friend you met. Sijui ni grupe kana mapo ulibambaka. I don't know which group you Leo entered. unakuya condamné. Today you are Leo condemned. unakuya condamné. Today you are condemned. Hawezi kaenda mbali You hapa. can't go further. Hawezi kaevolua You hapa. can't go Kwa further sababu nakuya condamné. because you are condemned. Kita condamné. Who has condemned Kita you? condamné. Who has condemned Siku ya leo. Today, Siku ya leo. Today, Kama unajua if you know ule anakukondane, the one who has condemned you, you utasimama, are going to utamwita stand. Yesu, You are going to na consider, Yesu atasimama, and he's going to na stand. Yesu atasimama, He's going to stand. atakuweka free, He's going to atakuweka set you free. free. He's going to set you free. Kitu cha pili, The second thing. kitu cha pili. The second thing. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Car par ta parole tu seras justifié et ta parole tu seras condamné. By your word you are going to be justified, and by your word you are going to be condemned. Kupitia sauti yako utakuya condamné. Through your word you are going to be condemned. Sikia maparoli kani ambao unasemaka ndani ya maisha yako. Which kind of way do you speak upon your life? Wakati vitu abiendeke mu maisha yako unasemaka misemo kani? When things are not going on in your life, what kind of way do you speak upon your Kwa life? maana sauti nasema kwamba Because the Bible says kupitia misemo ya mkina mwetu through our words that we speak in our mouth, tutakuya we condamné. are going to be condemned. Tuko bantu bengine siku ya There leo. are other people, Wakati vitu when abiendeke things are not going bananga on, kutompola. they start murmuring. Wanasema They kwamba are saying that, miye huyu me, siwezi tena. I can't again. Siwezi tena. I can't again. Siwezi tena. I can't again. Mpendo katika Bwana. Beloved in Uko Christ, condamné. you are condemned. Par rapport ya parole yako. And according to the Ile way unatoka ndani ya kinywa that yako. are coming out of your mouth. Sauti ya Mungu nasema The kwamba Bible says ndani ya parole yetu in our way tuko na we pouvoir have power. ya kulaani, We have the authority to ya bless kubenir, and to bless, kuleta baraka. to bring Iko blessing. ndani ya parole. It's in the power. Ni parole kani What kind of ambao way? unasemaka The one that you juu ya watoto yako. upon your Ni children. parole kani What kind of ambao way unasemaka do you speak kumbela Bwana in yako. front of your Ni husband? parole kani What kind of way ambao do unasemaka you speak kumbela bibi yako. in front of your wife? Unaweza sema sauti moja You can say one way kumbela bibi yako in front of your wala wife kumbela bwana or your yako, husband. inaleta problem, It can bring problem. inaleta divorce It can bring mu divorce maisha mwako. in your life. Kuko batu bamingi There are a lot of mariage yabo they are married. inaukabwana It's separated. inaachana It's separated. par rapport ya parole, Because of the par way. rapport ya parole. Because of the way. Sikia mpendwa, Let me tell you, Mungu beloved, alinipatia vision. God gave me a Mungu vision. alinipatia vision God gave me ya a kusema vision kwamba saying that Jeremy, Jeremy, ministere yako your ministry inakuwa la puissance de la parole. is the power of the way. Reference The reference iko ndani ya is Genesi. in Genesis. Kumwanzo yote In the beginning, kulikuya ni neno, there was a way. kulikuya neno. There was a way. Wakati neno likuya, And when the way came, ilikreye, it created ilileta uzima It bring life. par rapport ya parole according to the word ndani ya nyumba yako. in
in your house, unaweza kaleta uzima you can bring life par rapport ya parole. because of the way. Ndani ya nyumba yako In your house, unaweza kaleta kilio you can bring par funeral rapport ya parole. because of the way. Sauti nasema The kwamba Bible says, kwa sauti yetu by our way, tutakuwa we justifie, are going to be justified. tutakuwa We justifie are going to be par la justified parole by the way ambaye kunatoka that is coming ndani mwetu siku ya in leo. us. Maybe ulisema sauti mubaya Maybe you say some bad way partenere wako, to your partner. partenere wako Your partner, anaacha nyumba, she leave or she left the house. anatoka ndani ya ndoa, He left the marriage. unakuya kondane, You are condemned. unakuya kondane, unakuya kondane. You are condemned. Haleluya. Amen. Ulisema misemo mibaya njoo ya watoto yako. You say some bad words. Angalia leo maisha ya mtoto yako gisi nakuya. See the way that the life of children are Hallelujah. going. Amen. Umeanza kusema sema sana. You were talking about, Ukiangalia maisha ya mtoto yako, if you look at the life of maisha your haiko children, mzuri hapana. it's not good. Inakuya kozi kupitia parole ambayo ulisema. Because it's the way that you say upon their life. Kita kondane. Who has condemned you? Saa zingine uko quelque part. Maybe you are somewhere. Uko ndani ya kambi. You are in a refugee camp. Uko peut-être pour Afrika. You are in Africa. Kita kondane. Who has condemned Kwamba you? sema utakufia ile fashi That you are pa. going to die in that. Kita kondane. Who has condemned Kwamba you? sema hawezi kaolewa. That you are not going to get married. Kita kondane. Who has condemned Kwamba you? sema hawezi katumika. That you are not going to wake. Kita kondane. Who has condemned Kwamba you? hawezi kaokazana. That you are not going to give birth. Kita kondane. Who has condemned Kwamba you? sema hawezi kafungula entreprise yako. That you are not going to open an entrepreneur Kita condemné. company. Who has condemned you? Kwamba sema hawezi kuwa na vision That you are mrefu. not going to have a great Oh, vision. na ndia mtu makusema I'm nasema. telling someone, Natangaza habari njema. I'm announcing the good Mpaka vile news. unanifuata. The way you are Kama following us, ulikuwa if condamné you are condemned à partir ya damu ya Yesu Kristo, through the blood of sois libéré au nom de be Jésus free in Christ. Jesus' Sois name. libéré au Be nom puissant free de in Jésus Christ. Jesus' name. Kama ulikuwa condamné, If you were condemned, wanasema hawezi kazana. they say you can't Nakwenda give kusema birth. kwamba I'm telling you kuko that mtu moya there's ambaye someone, alimwanga damu the yake one who shed kwamba the sema blood, wewe na mie so that you and tukuye I, free. we are going to be Tukuye free. free. We are going to be C'est free. Jésus Christ. It's Jesus Christ. Haleluya. Amen. Mungu atubariki sana. God bless us. Troisième point, The third point, peut-être maybe bantu banakuacha, people have abandoned you. bantu banakurejete, People have rejected you. banakufungia milango, They have closed the door. abapendi basogelete. They don't want you to come closer to them. Makonexio ya important ambayo ulikuwa nayo, The important connection that you had, wanakatala kukusaidia they tena. have refused to help. Bantu banakufungia milango, People, they have closed the unakuwa door. rejete, You are rejected. unakuwa You are rejete. rejected. Dossier yako Your document inakuwa is rejete. rejected. Bwana yako, Your husband, fiancé your wako fiancé, anakurejete, they have rejected you. anakurejete. They have rejected you. Lakini ana problem hapana. It's not a problem. Hata bakurejete, Whether they reject hata you, dunia kurejete, whether the world rejects haina you, problem hapana. it's not a problem. Hauna kondana You are hapana. not condemned. Kwa maana Mungu Because atafungula njia God is going to open fashi the way ambapo where there is no hapakuwa way. njia. Amen. Haleluya. Quatrième point, Fourth point, asema peut-être ton passé maybe your past, iko na kufuata, it's following you. inakufuata. It's following you. Ni mapase gani kama ulifanyaka? Which past? What are the things that you did in the past? Ni mambo gani ya zamani ulifanyaka zamani? What are the things that you did in the past? Leo inaanza kukufuata. Today it's following you. Inaanza kuharibisha maisha. Today it's destroying your life. Inakuharibisha jeunesse It's yako. destroying your youth. Unaanza kulia. You start Unaanza crying. kwamba sema nafika mwisho. You say I'm not Lakini at the haufika end, mwisho but you're hapana. not at the head. Neema ya Bwana The grace of iko God juu ya maisha is yako. upon your life. Neema ya Bwana The grace of God iko juu ya is maisha yako. upon your life. Neema ya Bwana The grace of iko God juu ya maisha is yako. upon your life. Hata panse yako If your past, ilikuweka mubaya, it was bad, ujua kusema kwamba knowing that neema ya the Bwana grace of iko God juu ya maisha is yako. upon your life. Peut-être zamani Maybe long ulifanyaka ago, avortement, you did abortion. ulifanyaka You avortement, did abortion. ulifanyaka bintu You bibaya, did bad things. ulichukua bwana wa muntu, You take someone's ulichukua husband. bibi wa You muntu. take someone's Me- wife. neema ya But Bwana the grace of iko juu ya God maisha is yako. upon your life. Problème ya kusema The kwamba problem is unafaa repentance sincere, you have to repent. utaona mkono wa You are Bwana. going to see the hand of God. Ni mambo kani ambapo ya zamani kuna kufuata.
What are those past things is Mambo kana following zamani you? kufuata. What are those past things that is following you? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na semeza kwamba sema We say that la grâce triomphe. the grace conquered. La grâce triomphe. The grace Ni conquered. kunaenda haraka ndio kumaliza. We are going fast. Nimesema sitakawa. We are not going to Dans take 15 minutes tunamaliza parole yangu. 15 minutes. Soon we are going Maybe 15 minutes kwa mimi mingi. We are soon finishing. La grâce triomphe. The grace conquered. La grâce triomphe yeye mdrasiner. The grace conquered. Nasema neema inafungulaka njia fasi ambapo hapakuwa njia. The grace opened the door where there was no way. Après naliuliza swali. I'm asking myself, C'est quoi la grâce? what is grace? C'est quoi la grâce? What is grace? Kwa nini grâce ifungule njia? When grace opened the way, Ningependa nijue I wanted to c'est quoi know la grâce? what is the Ili grace tafanya kwamba sema triomphe. that is going to conquer. Sikajibu sasa. Listen to the answer. La grâce imméritée de Dieu. The grace is the favor that we were not able to have it, but through the grace of God we have that. C'est une gratitude et consolation par laquelle Dieu offre son amour kwa peuple yake na pardon yake. Yeah, it is a gratitude in which God offers His grace and His mercy to His people. Asema, c'est gratitude conditionnelle, yes. C'est attitude conditionnelle. It's a gratitude conditionnel. Yeah. Mfaso ile Mungu alipatia dunia mapendo yake. In a way which God gave the world His love. Ukisoma Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9. If you read Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Asema hivi. The Bible says, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par moyen de la foi. It's by grace that we are saved. It's by grace we were saved by the action of, I don't know. De fève, kwa imani, ja imani. Kwamba sema inakuwa ni neema ile ambayo tulipokea kupitia njia ya imani a partir ya Jésus Christ. It's the grace that we receive through faith by Jesus. Ukisoma tena mu Jean chapitre 1 verset 17. If you read in the book of John chapter 1 verse 17, the Bible says, wakati ya Moize the time of Moses, kulikuyaka maula fulani. there was certain laws. Ile balitiaka. They put. Balitia masheria. They put the balitia laws. maula fulani. They put certain Kwamba laws. sema mtu akifanya dhambi, When someone sins, inapasha kuuawa. they have to kill. Ndio mnengeza pa message yangu sasa nimalizie hapo. Hallelujah. Amen. Yes. Message yangu inasemeza mu Jean chapitre 8 verset 1 à 11. Tasoma. John chapter 8 verse 1 to 11. Yes. Nasoma kwa haraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini Yesu alikwenda kwa mlima wa Mizeituni. Asubuhi mapema akaingia tena hekaluni. Watu wote wakamkaribia. Akakaa akawafundisha. Na waandishi na Wafarisayo walimleta mwanamke aliyekamatwa katika uzini. Walimuweka katikati. Wakamwambia mwalimu, mwanamke huu alikamatwa katika tendo la uzini. Basi katika Torati Musa alituamuru kupiga kwa mawe watu kama hawa. Basi wewe unasema nini? Wakasema neno ili wakimujaribu wapate maneno ya kumustaki. Lakini Yesu akainama, aliandika kwa kidole chake. Na walipozidi kumuuliza, akijinyanyua akawaambia, asiye na dhambi katikati yenu awe wa kwanza. Waliposikia wakastakiwa na dhamiri zao. Walitoka mmoja mmoja, wakianza toka
wazee hata wa mwisho wao. Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke akisimama katikati. Yesu akajinyanyua, naye hakuona mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, mwanamke, wastaki wako wapi? Yes, que Dieu nous aide beaucoup. God help us. Hallelujah. Amen. Ilikuwa ni habari ya mwanamke mmoja. This was the story of a certain lady. Ya ule mwanamke alikuwa condemned. She was condemned. Alikuwa balimkamata katika nyumba ya usharati. They found her in a house of fornication. Par rapport ya loi ya Moise ambaye alisemaka, according to the law of Moses, na kusema bakikamata mwanamke kama huyo, if they found a woman like that katika tendo ya uzinzi, in that way of inapasha bamukamate, bamulapide, bamuwe. They have to put stone on. Hallelujah. Sauti nasema kwamba bakamuleta kumbele ya Yesu Kristo. The Bible said they brought her to Jesus. Na wakati balimuleta kumbele ya Yesu Kristo, balikuwa ndio kumjaribu Yesu Kristo. They wanted to try Jesus. Bajua kusema kwamba atasema nini. So that they hear what he's going wakati to say. Bakamuleta Yesu Kristo, when they brought her, bakamuleta katikati ya Yesu Kristo. They brought her to Jesus. Batu bamingi balikuwa ile fashi pale. A lot of people they were there. Batu bamingi balikuwa ile maeneo pale. A lot of people they were balikuwa bakisikiliza bila Yesu atasema. They were listening to what God is sauti ile kusema kwamba but the Bible is saying, Yesu akainama chini. Jesus knew that. Na wakati Yesu akainama chini, when he knew down, akaanza kuandika kabudongo. He was writing on wakati kuandika kabulongo, when he was writing, Bafarisayo bakaanza kumuuliza swali. The Pharisees ndio kumuuliza swali. They were asking him, kwamba sema tutafanya na huyu mwanamke nini? What are we going to do with tutafanya na huyu mwanamke nini? What are we going to do? Wakati Yesu akashimama kwanza, when Jesus akabangaria, he looked at them, akabauliza swali. He asked them, ni nani katikati yenu who among you bado ashafanya dhambi? has never sinned? Akuye wa kwanza let that person be the first kumpika mwanamke wa mawe. to beat this woman. Najiuliza swali. I was asking myself a question. Eske ule mwanamke alisharatika yeye peke? Did that lady did prostitution herself? Mwanaume ule alitoka naye eko wapi? Where is that man they fornicated with? Mwanaume ule alisharatika naye eko wapi? Where is that man? Je me pose une autre question. I'm asking myself. Na tuliza kusema kwamba I'm asking myself. Le monde, the world, dunia iko injuste. The world is injustice. Dunia iko injuste. The world is injustice. Bakaleta mwanamke. They brought the lady. Parce que mwanamke eko faible. Because she's so weak. Parce que mwanamke ashwezi kujidefendre pa. She failed to defend. Bakaleta mwanamke peke yake mbele ya Yesu. Me bakaacha mwanaume fulani. But they leave. Ule amba alitoka na moyo ule atoka naye. The one that they fornicated. Wakati Yesu kauliza swali, when God asked a question, akasema kwamba ni nani katikati yenu who among you ashafanya dhambi? has never sinned? Akuye wa kwanza Be the first kumpika mwanamke mabwe. to beat this lady. Sauti nasema kwamba the Bible says bale bote balikuya pale. All those that were there, banakuya condamné. They were condemned. Banakuya condamné ndani ya maroho yao. They were condemned in their heart. Banatuliza maswali. They asked them questions. Tukisema, if we say, tutasema nini? What are we going to say? Bakabakia kimya. They were so quiet. Bakabakia kimya. They were quiet. Kila mtu wote everyone akaanza kutafuta njia ya kutokea. They were looking for the way for them to go. Akaanza kutafuta atatokea wapi. They were looking where they going. Kila mtu wote akatafuta njia yake. They were looking for sauti inaenda kusema kwamba the Bible says, bazee bakaanza kuenda. The elders, bazee bakaenda. They go. Bazee bakaenda. They went. Na bajeni nakamfuata. Even the youth. Batu wote bakaenda. Batu wote bakaenda. Bakamwacha mwanamke peke yake. Bakamwacha mwanamke peke yake. Balikuwa na mission ya kusema kwamba bauwe mwanamke ule. Me wakati walikutana na Yesu Kristo,
abakupata posibilite tena ya kuua mwanamke ule. Mwanamke akapata maisha mapya wakati alibumbana na Yesu Kristo, wakati alibumbana na Yesu Kristo, wakati Yesu akalamuka akainua macho yake akaona mzuri, hakuna mtu mbele ya yule mwanamke. Akamuuliza swali, mwanamke, bale balikustaki beko wapi? Bale beko na kushonta kilole beko wapi? Mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, unakuya kondane, lakini magharibi leo Yesu anakuuliza swali, bale bote balikustaki beko wapi? Bale bote balipiblie ma video yako beko wapi? Bale bote balipiblie ma foto yako beko wapi? Bale bote balipiblie mambo yako mubaya beko wapi? Bale bote balitangaza habari mubaya juu yako beko wapi? Yesu akasema kwamba hata mimi mwenyewe sikukwe kukondana, hapana, lakini nilikuwa kuleta uzima. Akamwambia mwanamke, wende, usifanye tena dhambi. Wende, usifanye tena dhambi. Mtumishi wa Mungu, namalizia hapa kusema kwamba sema wende, usifanye tena dhambi. Fashi ambapo ulianguka, simama tena. Simama, utegemea Bwana. Bila Yesu mwanamke alikuwa amesha kufa. Bila Yesu mwanamke alikuwa deja lapide. Mais par rapport kupitia njia Yesu Kristo, mwanamke akapata uzima tena. Peut-être ulianguka, peut-être ulipotea, peut-être bado ulikondane, mais nakona kusema kwamba lamuka tena, utembe na Bwana. Hauna kondane par rapport ya nzambo ulifanya. Hauna kondane par rapport ya misemo ya bantu. Mina kuombe maombi, acha Mungu akusaidie, akupatie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Maplay yote ya giza